Ndugu zangu viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Wete, kipenga kimepigwa na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kutafuta wawakilishi watakaotuwakilisha katika vyombo vya kutunga dola, bunge na baraza la wawakilishi. Na waomba sana tukumbushane umoja wetu na mshikamano wetu. Bila ya kuwa wamoja, chama chetu huwa kinapata tatizo la kumongonyoka. Na Chama cha Mapinduzi kwa nguvu zetu, tukijitathmini, hakuna sababu katika eneo lolote la kushindwa Chama cha Mapinduzi popote. Tupo wengi wa kutosha kugombea katika nafasi yoyote iliyopo na chama chetu kuibuka kupata ushindi. Lakini tukishindwa kuwa wamoja, tukafanyiana fitna na husda na kutishana, chama chetu pale kinaanza kupata matatizo ya kushindwa, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunaua chama chetu. Ndugu zangu, wale wote waliokuwa wanamwogopa Mungu na wende kwenye uchaguzi wakijua kama Mungu yupo. Wasipikiane majungu, wasisemeane uongo, wasifitinishane, wasitake kuuana kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi utaisha, chama chetu kitaendelea na kitashinda kwa mazingira yatakayokuwepo. Tumekuwa na kawaida, viongozi ikifika uchaguzi tunaanza kupikiana vitu vibaya. Nitakuwa mie, sitokubali. Uchaguzi huu ni wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi ndio kitakachoshinda. Wewe utakuwa mwakilishi, utabaki miaka yako mitano, utakiwacha na kitaendelea. Kwa nadharia hiyo, naomba sasa viongozi tuanze kuoneana huruma na kujua kwamba uongozi anatoa Mungu. Usilazimishe. Ikifika zamu yako utapata kwa nadharia utakokuwa Mwenyezi Mungu atakuamulia. Kama utakuwa mwakilishi, kama utakuwa diwani, kama utakuwa mwenyekiti wa serikali ya sheha, kama utakuwa na nafasi nyingine yoyote, utapata kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuwa amekukusudia kukupa wewe. Ukilazimisha kupata uongozi, hutouongoza. Waheshimiwa viongozi, mimi nilitaka nisalimie hiyo kwa niaba ya jumuiya ya wazazi. Sasa naomba niseme yafuatayo. Jumuiya ya wazazi tunasema uchungu wa mwana anaujua mzazi. Mtoto mleavyo ndio akuavyo. Kambare mkunje angali mbichi. Yengine yakitokea sio ya wazazi. Tumeelewana? Mengine yakitokea nje na hayo hayajakuwa katika utaratibu wetu. Sisi moyo